Yes, huyo ni rais wa Young Africans ambaye alikuwa anakabiliwa kwa hamu kubwa na mashabiki wa Young Africans baada ya kumaliza kikao katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa ambapo waliitwa na waziri mwenye zamana. Ngoja basi tutafute sehemu nzuri. Labda nini ambacho unatoka nacho kwenda nacho kama rais wa klabu ya Yanga? Kwanza tumekuwa na kikao kizuri. Tulialikwa na Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi, na mkutano huu ulikuwa unataka kujua nini ambacho klabu ya Young Africans inakiendea kwenye discussion ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Uongozi wa klabu ya Young Africans pamoja na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo la Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho kitokea. Bahati nzuri klabu ya Young Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule, na baada ya kufanya hivyo platform ambayo Mheshimiwa Waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Young Africans, na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu, ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama na timu kwa ujumla. Kwa hiyo tulikwenda kufikisha ujumbe wetu unaohusiana na position yetu kama taasisi, lakini pia Mheshimiwa Waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, kutaka kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na Mheshimiwa Waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi, isipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambalo limetokea. Kwa hiyo alikuwa anataka kujifunza kutoka kwa Young Africans nini hasa kinachowasibu na nini position yao. Kwa hiyo tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji, lakini ujumbe wa wanachama wetu na wapenzi na mashabiki waliokuwa nchi nzima. Ujumbe huo umefika, Mheshimiwa Waziri na timu yake wamepokea, tumewaachia wafanye kazi na tumekubaliana tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Kwa nichukue fursa hii kuifikisha message hii kwenu kwa wanahabari ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukue fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Young Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu, na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwao na kuwajulisha. Nashukuru sana waandishi wa habari, asante sana. Ujumbe huo ni ujumbe gani? Za kuwaona ni mashabiki wa Young Africans ambao wanaendelea kuanikiza huku wakiendelea kusubiria majibu kutoka kwa viongozi wao kutokana na kile ambacho kimejadiliwa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, ambapo siku hii ya leo waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba Kabudi alikuwa akizungumza yes. Pamoja na mashabiki wa Young Africans ambao wamejitokeza katika uwanja wa Benjamin Mkapa kutaka kujua nini kinaendelea na nini kimejadiliwa katika kikao hicho, na kama hivyo ambavyo unavyoona mashabiki wa Young Africans wanafurahia kutokana na kile ambacho amekizungumza rais wao wa klabu hiyo Engineer Hersi, na wenyewe kama hivyo unavyoweza kuwasikiliza mashabiki wa Young Africans
wanakwambia hawachezi, msimamo wao bado upo pale pale, kama ambavyo wenyewe wanashikiria kwamba wao hawaendelei kucheza, na hilo unaliona ni gari la Engineer Hersi Said ambao linaongozana na mashabiki wenyewe wakiwa wanafurahia wakikwambia hawachezi katika mchezo huo. Lakini ndani kikao bado kinaendelea. Hivi sasa ni zamu ya viongozi wa viongozi. Ndio Yanga Afrika. Ndio Yanga Afrika. Engineer ndio anaongea kauli moja na ndio kiongozi wetu tunamsikiliza. Sawa, tumemtuma akatutetewa na Yanga, akatusemewa na Yanga. Ameifanya kazi tumemtuma na tunaamini msimamo wetu ni ule ule. Hatuchezi, bodi ya ligi ijiuzuru, TFF wajiuzuru. Hatuna msimamo mwingine wana Yanga. Soma hapa. Hatuchezi. Soma. Hatuchezi. Nimemsikia. Engineer wetu ametuambia mnaniamini, tukamwambia tunakuamini. Msimamo wetu ni ule ule. Naomba wana Yanga mtuamini. Tumekwambia tumemjibu, tunamwamini na tutaendelea kumwamini siku zote. Engineer, Yanga ina falsafa zake. Yanga ina kanuni zake na taratibu. Engineer tumemtuma, yule ni mfanyakazi wetu. Sisi ndio mabosi. Yanga sisi ndio mabosi. Engineer ni mfanyakazi wetu. Sisi ndio mabosi. Kwa hiyo yupo kwa ajili ya kufuata matakwa yetu. Wananchi wa Yanga hatukubali kuwa wanyonge. Wananchi wa Yanga hatukubali kupelekwa. Wananchi wa Yanga tumepoteza imani na TFF na bodi ya ligi. Hamwezi kutubadilisha. Tegemea kuwaona mashabiki pengine wa Simba pia hapa nje. Leo tumewakuta nyie peke yenu. Nini hasa kimewasukuma? Hawezi wakawepo hapo kwa sababu uongozi uliopo unawabeba hao. Maamuzi yote yanayoamuliwa yanawafeva hao. Kwa hiyo hawawezi wakawepo hapo kwa sababu wanajua hawakilishi tu na Simba, wanawakilishwa na bodi ya ligi na TFF. Kwa sisi ambao tunawakilishwa na uongozi wetu tu, tumekuja kuwatia nguvu viongozi wetu, tumekuja kuwasapoti, tunahakikisha tupo nyuma yao na kile ambacho tumewaagiza wanakifanya kwa usahihi. Simba wanasema wao wako tayari kucheza na Yanga wakati wowote. Wakacheza na dada zao. Hawako tayari, wangekuwa tayari wangekuja tarehe 8. Tarehe 8 hawajafika, maana yake wanatuogopa na hawako tayari kucheza na Yanga. Za kuwaona ni mashabiki wa Young Africans ambao wanaendelea kuanikiza huku wakiendelea kusubiria majibu kutoka kwa viongozi wao kutokana na kile ambacho kimejadiliwa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, ambapo siku hii ya leo waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba Kabudi alikuwa akizungumza za kuwaona ni mashabiki wa Young Africans ambao wanaendelea kuanikiza huku wakiendelea kusubiria majibu kutoka kwa viongozi wao kutokana na kile ambacho kimejadiliwa katika uwanja huu wa Benjamin Mkapa, ambapo siku hii ya leo waziri wa utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba Kabudi alikuwa akizungumza Mimi washushie president mwongee.